tunaona yale tuliyoyaomba. Tusipoona tunamuuliza Bwana, mbona hatuoni? Kwa hiyo tunapoomba tunamuuliza Mungu, mbona hatuoni tunachokiomba? Amen. Nimekuja kufundisha mambo baadhi ambayo yatakusaidia katika kuomba kwako, ya jinsi gani utaomba alafu uone. Sio tunakutana tunaomba alafu tupeane misingi. Amen. Leo nimeona nikuletee misingi baadhi ili uweze kufanikiwa. Nataka nikufundishe ujumbe unaosema kwa nini haujibiwi maombi yako, au kwa nini sijibiwi maombi yangu. Waweza andika hivi: kwa nini sijibiwi maombi yangu, au kwa nini haujibiwi maombi yako. Kwa nini haujibiwi maombi yako, au kwa nini sijibiwi maombi yako. Kwa nini haujibiwi maombi yako, au kwa nini sijibiwi maombi yangu? Kuna nini? Kuna kitu ambacho ninatamani ufahamu. Wakati mwingine tunaomba ndio, lakini pengine hatujibiwi. Ni kwa sababu gani? Kwa nini hatujibiwi? Kwa hiyo ninakwenda kukupa sababu za kwa nini haujibiwi au hatujibiwi maombi tunayoyaomba. Lakini kimsingi tunahitaji kila tunapoomba tujibiwe. Amen. Nini kila ambalo huwa nalihitaji unajibiwa. Sasa sijui kwako huwa unajibiwa au la unapomwomba Mungu. Kwa hiyo lazima ujifunze kwamba kila ombi au kila unapofanya maombi kwa Mungu lazima ujibiwe. Unapoona kutokujibiwa kuna sababu au shida, na shida haiko kwa Mungu, iko kwetu sisi wanadamu. Kwa hivyo ujumbe unasema kwa nini sijibiwi maombi yangu, au kwa nini haujibiwi maombi yako. Ni kwa nini? Haleluya. Ni kwa nini haujibiwi maombi yako? Kuna vitu vingi sana ambavyo vinaweza vikampelekea mtu asijibiwe. Sio asisikiwe na Mungu. Mungu anamsikia, lakini swala la kujibiwa ni jingine. Mungu anakusikia lakini kukujibu. Na ndio maana ukitazama, unisikilize kwa makini, ukitazama kwa habari ya wana wa Israeli waliomba kwa muda mrefu sana wakiwa katika nchi ya Misri. Mungu aliwasikia kilio chao, lakini swala la kuwajibu ilikuwa ni kitu kingine tofauti. Maandiko yanasema Mungu akasikia kilio chao. Kilio chao kikafika masikioni mwa Mungu juu mbinguni. Mungu akasikia kuugua kwao, lakini kujibiwa ikawa ni kazi ngumu, au ikawa ni kitu ambacho hakikuwezekana kwa haraka. Kwa hiyo shughuli inakuja kwenye kujibiwa. Kuomba tunaomba na Mungu anatusikia, lakini swala la kujibiwa ni kitu kingine. Haleluya. Kwenye kujibiwa ni kitu kingine. Tunasikiwa ndio tuombapo, lakini kujibiwa ni kitu kingine. Unaweza ukaomba vizuri kabisa na Mungu akakusikia, lakini swala la kukujibu usijibiwe kwa sababu ya mambo fulani yaliyopo ndani yako, ikapelekea usijibiwe. Ongea na mtu. Tunaposema kwa nini sijibiwi maombi yangu, au kwa nini haujibiwi maombi yako, kuna wakati ambao unaomba sana lakini hauyaoni majibu. Maandiko yanasema si kila aniambiaye Bwana Bwana ndiye nitakayemjibu ya kwamba utauingia ufalme wa mbinguni. Maandiko yanasema hapana, bali ni yeye ayafanyaye. Sisi ni wepesi wa kuomba, lakini si wa kuyafanya mapenzi ya Mungu. Wakati mwingine kujibiwa kwetu sio kwa sababu tunaomba, ni kwa sababu tunayafanya mapenzi yake. Ni kwa sababu tunatii Mungu anachosema. Sipo sana. Wanadamu wa leo kote ulimwenguni tumekariri kwamba ili ujibiwe uombe. Kuna wakati Mungu anakuambia ukitii
sio kiomba, ukitii utakula mema ya nchi. Yawezekana sisi ni waombaji lakini hatuna utii, mema ya nchi hatutaona. Anasema anyenyekeaye chini ya mkono wangu ni hodari, nitamwinua, nitamkweza. Na sio nitamkweza papo hapo, kwa wakati wake. Amen. Sasa hiyo ni tafsiri kwamba kukukweza kwake Mungu sio wakati huo, anasema kwa wakati wake. Amen. Kunyenyekea, unaweza ukanyenyekea leo lakini ukakwezwa mwakani. Amen. Kunyenyekea au kutii, unaweza ukatii leo lakini baada ya miezi mitatu ndio unayaona mema ya nchi. Kuomba ni sifa, lakini swala kujibiwa ni kitu kingine. Si ndio? Amen. Yale tunayoyaomba tumeyaona au tumeyaona kwa imani? Tumeyaona kwa imani. Haleluya. Amen. Tumeyaona kwa imani. Kwa hiyo mara moja tunakumbushana, jifunze tunapokutanika, tunaposema siku ya Alhamisi tunarejesha. Baada ya kurejesha uliporudi nyumbani kwako, nini kimerejea? Au baada ya wiki kutoka umeomba, wiki hiyo limepita, wiki inayofuata kabla ya Alhamisi nyingine, kitu gani umerejesha kutoka Alhamisi ile nyingine iliyopita? Si kama unaongea wote. Umerejesha nini? Umekiona? Tufike wakati tuombe maombi yanayoonekana, tunene vitu vinavyoonekana. Haleluya. Amen. Imani bila matendo imedeni. Haleluya. Amen. Kwa nini ujibiwe? Wewe kwa muumbaji sio shida, lakini swali linakuja kwenye kujibiwa. Siwezi kutoa sifa kwa muumbaji na ingali sijaona majibu aliyojibiwa. Maandiko yanasema, ukisoma kitabu cha Zaburi, maandiko yanasema wazi ya kwamba nao wakamlilia Bwana juu ya taabu zao na shida zao, Bwana akawasikia akawajibu. Daudi anasema, unisikie Bwana katika kuomba kwangu, maombi haya mengi niyaombapo asubuhi mchana, kila itwapo siku unisikie Bwana. Kumbe kuomba kwake yeye hatazamii kuomba, anachotafuta ni kusikiwa na Mungu. Alafu baada ya hapa anasema unijibu katika taabu yangu, unijibu katika kuomba kwangu. Anachohitaji Daudi sio alalamike kwamba mbona Mungu ninaomba, nijibu. Tunatakiwa tuhame, tuingie kwenye level ya kujibiwa. Amen. Sasa hivi tuko kwenye level ya kusikilizwa, ya kusikiwa na Mungu, kujibiwa. Sasa pale kwenye kujibiwa kuna vitu vinavyotuzuilia sisi kujibiwa. Haleluya. Amen. Unakuja kanisani lakini tumaini lako ndani ya moyo ni mwanadamu, sio Mungu. Alafu unamuomba kujibu, hakuna kitu kama hicho. Amtumainiaye mwanadamu ni laaniwa. Ana heri yeye amtumainiaye Mungu na kumfanya kuwa tegemeo lake. Yeye amfanyaye Bwana kuwa kimbilio, huyo ndiye atakayefanyika msaada na ngao yake. Maandiko yanasema tunakuja kanisani huku tumewaweka waume, wake, watoto, wajukuu kwenye mioyo yetu, si Bwana. Ndio hao ambao inafika wakati tunamwambia watu Mungu hajibu. Kadri unapozidi kuomba ndivyo matatizo yanazidi kuwa mengi nyumbani kwako, kwa sababu kuna kitu kinazuia. Hebu jiulize, Danieli anaomba na hata kabla hajaanza kuomba, alipotia nia ya kuingia kwenye maombi, Mungu alisikia. Amen. Pale kabla hajaingia kwenye kuomba, na saa ile ile akamtuma malaika. Kumbe Mungu kusikia sio shida, anasikia hata kabla haujaanza. Anasema nalijua mnachotaka kabla mjaomba.
Shida sio kwa Mungu kukusikia, kujibiwa. Hapo ndio shida, kwa sababu anasema wakati amemtuma malaika kuja duniani, wakuu wa anga wakamzuia. Kumbe shida sio Danieli kusikiwa na Mungu, majibu kushuka ndio tatizo. Yamezuiliwa kwenye anga. Sasa wakuu wa anga walizuia, lakini sisi leo kinachofanyika kuwa anga la kuzuilia majibu yetu ni mabaya tunayoyafanya wenyewe. Ni kule kusengenyana, kunafikiana, kudanganyana, kutenda dhambi. Sisi wenyewe tunayazuia maombi yetu kujibiwa na Mungu. Hebu angalia maandiko yanasema, mtakapoomba nitasikia kutoka juu mbinguni, lakini mjapogeuka na kuziacha njia zenu mbaya. Anasema nami nitasikia kutoka juu mbinguni. Anasema nami nitawajibu na kuiponya nchi yenu. Kusikia sio tatizo, kujibu ndio shida. Vinaweza vikawepo vitu vinavyosimama kuzuilia majibu. Sio kwamba Mungu hajakusikia, amekusikia, lakini swala la kujibiwa. Ndio maana hata mtu anayetafuta kazi, ukipeleka vyeti vyako usitegemee utaambiwa hapa haya anza kazi. Swala inakuja kwenye kujibiwa, njoo uanze kazi. Amen. Kufuatilia, wamefuatilia CV zako vizuri kabisa, lakini swala linakuja kuleta ugumu kwenye majibu yao kukubali wewe. Haleluya. Amen. Kwa hiyo tunautengeneza ukame katika kuomba kwetu kwa sababu ya vile ambavyo tuna vitu ambavyo tunavisababisha wenyewe vinavyozuia maombi yetu au vinavyozuia majibu tunayoyahitaji kwa Mungu. Hayatufikii kwa sababu ya vile tulivyo. Tumerejesha viko wapi? Na Mungu ni Mungu wa kutenda. Haleluya. Hakusema ombeni leo alafu nitawajibu baada ya miaka 7. Aombaye lolote nitampa. Amesema tu hivyo. Maana ni wakati ule anapokuwa na uhitaji. Ndio maana hata Yesu akatumia sentensi nzuri sana, akasema mwenye kiu na aje anywe. Sio mwenye kiu aje anywe Jumatano ijayo. Akasema saa hii mwenye kiu na aje saa hii anywe. Na akasema kila mwenye kuelemewa na mizigo aje sasa aitue sasa hivi. Kumbe anatufundisha Mungu ni wa majibu ya saa hiyo. Kama ingekuwa ni Mungu wa kujibu baada ya wiki, si ungekuwa umeshakufa? Ile siku ulipokuwa umekabwa na ule ugonjwa, si ungekufa? Kwamba sasa unasubiri wiki au wiki mbili mbele ndipo ujibiwe, si ungekufa? Lakini ulipoomba saa ile ile ukaona kabisa mabadiliko na umepona. Sio kama naongea na watu. Amen. Kwa nini ujibiwe? Au kwa nini sijibiwe katika maombi yako? Ujibiwe kwa sababu moyoni umemshikilia fulani. Ujibiwe kwa sababu ulifarakana fulani, bado umemweka ndani. Ujibiwe kwa sababu bado unanung'unika juu ya kitu fulani. Hicho ndicho kinageuka kwa ukuta wa majibu yako. Tunaomba ndio, lakini sasa majibu yako wapi? Inakuwa ni heri sasa unapoenda kwa jirani ukamwomba chumvi, bora hata ya yeye anakupa saa ile ile. Huyo Mungu ndiye muomba, bora anakupa likizo. Maana yake ni kwamba kuna vitu ambavyo sisi tunavyo vimegeuka kwa ukuta. Unataka kujibiwa, lakini huyaoni majibu kwa sababu ya mambo baadhi ambayo yako ndani yako. Anasema kwa sababu ya maovu yenu yamewafarikisha. Sio ninyi mmefarakana na mimi. Maandiko anasema maovu yanawatenganisha ninyi na mimi. Maana yake mimi nakuwa mbali na ninyi,
na ninyi mnakuwa mbali na mimi. Sio ninyi mnafarakana nami, maovu yenu yamewafarikisha nami, hata hataki kusikia. Haleluya, amen. Ongea na mtu, amen. Maandiko yanasema, muombapo maombi mengi sitasikia, kwa sababu mikono yenu imejaa damu, imejaa dhulma, imejaa mabaya. Maana yake ni kwamba imesababisha mabaya kutokea, damu. Kwa hiyo kwa mikono yenu siwaangalii, kwa mikono yenu siwasikii. Sio kwamba hawasikii, hawajali. Kwa tafsiri nyingine, anakusikia lakini hajali kuhusu wewe. Piga kelele ukichoka kalani, Mungu yuko na watu wengine. Hiyo ndio tafsiri ya kwamba siwasikii. Sio kwamba hakusikia, anakusikia, lakini swala la yeye kutokukujali inatafsirika kama hakusikii. Haleluya. Hebu chukulia tu mfano, mwanao akikuomba kitu, alafu huyo mwanao akawa ni mtu mzuri sana kwa upande wako wewe mzazi. Huo unafanyaje? Si unafanya haraka kumkamilishia haja yake. Vipi ile lijioni ile alielewe? Matendo ya kwake, upishi yeye, kila kitu yeye. Lazima tu kibinadamu tusema hakuna, wewe sikupi sasa hivi. Unyooke kwanza, maana ana tabia mbaya. Ndivyo Mungu pia anapotuchukua sisi. Amen. Vivyo hivi ni mfano mzuri tu. Mtoto akipokea, hata kama ni kitu cha wiki kiasi gani, hutampa siku hiyo hiyo kamwe. Yaani siku aliyopokea alafu umpe, hakuna, uwezi. Hata kama wewe mtakatifu kiasi gani, uwezi kumpa. Mtoto akwambia, unajua mama ni mjinga sana, au wewe baba cheki, uzee wote unakuwa mjinga. Alafu saa hiyo aseme, mama unajua ninataka hii. Hilo jicho utakalo mwangalia ni kama hukumzaa, ulienda kumwazima kwa fulani ukamlea, lakini ni wako. Na inawezekana hata ukamfungia kalala nje. Na ndivyo Mungu anavyofanya kwa wanadamu, kwamba vile ulivyo, tabia zako na mwenendo wako na vile ulivyo katika utu wa ndani na matendo yako unayoyatenda, ndivyo Mungu anapokuchukua. Unajua kuna baadhi ya vitu tunavifanya ambavyo ni asili ya Mungu. Mtu akikukera kwa wakati huo huwezi ukamsikiliza, na ndivyo Mungu alivyo. Kwa sababu sisi tuna vitu vya kwake ndani yetu. Tunapojihisi wakati mwingine ni sawa na Mungu vile vile anavyojihisi yeye, kwa sababu ametuumba kwa kufanana na yeye. Kuna wakati nikichukia na yeye huwa anachukia vile vile kama mimi mwanadamu ninavyochukia juu ya kitu fulani. Kuna yeye anafanya vile vile. Sasa wewe kama wewe mpendwa, unapokuja kanisani, tunasema ni siku ya utakaso. Bwana asante, wewe ni mwema, alafu ni nini ukirudi nyumbani tena unaanza. Huyo ni mpendo. Yaani unatoa kutu unaenda kuirudisha kutu. Alafu hapo nasema tumeomba itadhihirika sio muda mrefu. Anayeongea ni mwenye kutu. Nini kinatokea? Haleluya. Nini kinatokea? Kwa nini hatujibii? Yawezekana ndio Mungu anatusikia kwa sababu sikio lake si zito. Iwe ni mwenye dhambi, ana dhambi ya kiasi gani, Mungu anamsikia. Lakini swala inakuja kwenye kujibiwa kwa anayeomba. Haleluya. Amen. Na ndio maana kuna wakati utaomba, Mungu anakusikia, lakini kujibiwa kwako mpaka uende kwa mtumishi fulani. Unajibiwa kupitia, sio kujibiwa wewe, unajibiwa kwa kupitia mtu mwingine. Kama ambavyo ulikuja ukajibiwa kupitia mimi, kupitia mama. Amen. 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 Tunachoangalia ni kujibiwa. Ndio maana walokole wa leo tunaomba sana ndio, lakini swala la kujibiwa ni kitu ambacho kinakuwa kigumu kwetu kwa sababu ya sisi wenyewe.
hatujawa direct kwa Mungu kwamba tusimame kwake tu. Tuna mambo mengine pia tuko nayo, mabaya tunayo. Unajua dhambi sio uzinzi tu, kumbebelea mtu pia ndani, Mungu anaita nini? Ni makosa haya. Inatafsirika vibaya machoni pa Mungu. Kunafikiana, kumsengenya mtu, kusema uongo, hayo mambo yanatutoa kwenye namna ya sisi kujibiwa. Pamoja na kwamba wewe ni muombaji, unajibiwa. Swali ni rahisi sana. Sifa sio wewe ni muombaji, sifa tukuone unachokiomba kinaonekana. Hapo tutasema hakika huyu anafaa kuigwa, huyu tunafaa kumsikiliza. Kwa nini? Haleluya. Kwa hiyo majibu huwa ni madogo kuliko wingi wa maombi tulionayo. Majibu yanakuwa ni kwa ufinyu kuliko wingi wa maombi tulionayo. Unatoka kanisani alafu mtu akitoka hapa aenda kufanya uzinzi. Eti si nimefuta dhambi kwa hiyo sio nimefanya mtu. Anafanya dhambi mpya. Yake ndani ni mpya. Kutoka show. Sasa si duka gani linauza matafuta. Umekuja kanisani, umefanya haya maombi, umeomba vizuri, umepangilia kabisa, na Mungu akaandaa mkakati wa kukujibu. Lakini umetoka vile kanisani, ulisikia fulani ninapoinuka tu ninaomba vibaya, ilikuwa inanikera. Tayari umeharibu mpangilio wako, na tayari Mungu alishapangilia atakujibu hili. Tayari umevuruga tena, maana yake hakuna majibu. Ulikuwa unasema hapo nini huko? Tayari umeharibu maombi yako mwenyewe. Alafu yule uliyesema ulimi yuko anajibiwa. Umempa tiketi na umemtengenezea ngazi. Maana yeye hajakusema. Hamna kabisa muda na wewe. Mwenzangu sasa. Anaomba kasaba miguu huku mwingine huku. Vidole ndio usiseme. Ndiko hii. Kidogo ni kwarua nitoe hiki kisogo changu. Nikamkwepa kiaina kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Haleluya. Asante Roho Bwana kwa kunisaidia janga hili. Yaani heri ya korona kuliko kupitiwa na huo ukucha wa huyo mpendwa. Eti anasema heri kwa sababu tu haikumkuta. Haleluya. Hebu jiulize tu. Umetoka hapa alafu ndani una madubwasha mengine. Unajua maandiko yanasema iweni safi na dhamiri njema. Hicho ni kitu kingine, ni level nyingine hiyo. Yaani uondoke, hakuna mtu aliyeweka huko. Hauna hila yoyote. Humwazii mtu chochote kibaya. Hicho ni kiwango kingine. Tukikaguana mioyo hapa. Toka ukewe majuzi mpaka leo umependelea. Toka nikuchome na neno Jumapili nyingi zilizopita, bado leo umependelea mtumishi huyu. Unafanikiwa. Haleluya. Amen. Kuna vitu ambavyo vinazuia majibu. Unaomba Mungu anakusikia ndio. Lakini anapopanga mkakati wa kukujibu, unajitengenezea anga la lami mwenyewe. Unajitengenezea giza mwenyewe. Maandiko yanasema, je, mwenye haki ajapoiacha haki yake, kitabu cha Ezekieli, ajapoiacha haki yake na kuyarudia mabaya ambayo hapo kwanza aliacha, maandiko yanasema, je, mtu huyo ataishi? Kuna ulizo kabisa, ataishi? Kwa mfano, leo hii tunakuja kanisani, tumefunga nini? Kutana na huyo mtu mtaani.
tumesema tu na nywele zetu, si ndio? Kutana naye mtaani siku sio za ibada. Hapo sio Jumapili, sio Jumanne, sio Alhamisi. La kuvaa tu. Wiki. Unakutana nao. Ni rangi ya ajabu. Tayari iko nayo pale. Wewe vipi? Huyo ana ushuhuda. Sasa huyo mtu Mungu anamchukuaje? Maana ni kwamba ni kama anamnafikia Mungu, kwa sababu hajaamua kubadilika. Yeye hubadilika kanisani, sio ndani ya moyo wake, kwamba kuanzia sasa mimi ndani na mimi nje nimekuwa mtu fulani. Lakini ni watu ambao wamekuwa kienenda huku ni wanafiki. Au utajibiwa na kwambia hivi, majibu hayatatoka. Hakuna Mungu atakayekujibu hata siku moja. Sasa hilo jambo tayari ni ukuta wa majibu ya maombi yako. Sasa hapo tamlona ni shetani aliniachia, kila saa inanifunga tu. Shetani mwenyewe, kwa sababu kinywa chako na vile unavyofanya matendo yamegeuka shetani. Sasa shetani unamtafuta Bwana, umemuunda mwenyewe na akakushikilia vizuri. Naongea na mtu. Shetani tayari umemtengeneza mwenyewe na amekaa kuwa shetani kweli. Haleluya. Ni kwa sababu tayari sisi wenyewe tumetengeneza vitu ambavyo vimesimama kuwa ukuta kwenye maombi yetu. Ni sawa, labda mtumishi amefika mahala pako, ameomba katika lile eneo, labda kwenye kiwanja chako, kazini kwako, kwenye biashara yako, au mahala pa nyumbani, na alipokuja akapasawazisha, anapoondoka yaliyokuwa yamesawazishwa yakuondolewa, yanarudishwa na hiyo familia. Ndio wao wanasema sasa kuna maana gani? Mtumishi mmoja anakuja lakini hakuna kitu kilichotokea. Kumbe wachawi ni yeye wenyewe wa familia. Haleluya. Amen. Yaani hatujajua namna ya kuyaishi yale yaliyopandwa pale kwa siku hiyo. Kwa sababu mtumishi anapofika anaacha mbegu. Ile mbegu inatakiwa kumwagiliwa na watu wakaishi vizuri. Kama ulivyoutunza mti fulani ukastawi kwa kuujali. Haleluya. Amen. Muulize jirani yako, kwa nini haujibii? Kwa nini haujibii? Kwa nini haujibii? Muulize tena, kwa nini haujibii? Haleluya. Anasema ni kwa sababu wananuna ovyo. Haleluya. Kuna watu wananuno. Amen. Ni kwa sababu ananuna nini? Anabebelea. Ni kwa sababu anabebelea. Kwa nini hatujibii? Jambo la kwanza, hatujibii kwa sababu ya dhambi tulizonazo au tunazozifanya. Hatujibii kwa sababu ya dhambi tulizonazo au tunazozifanya. Sasa nitakuelezea kidogo kwenye dhambi pale. Kwa nini hatujibii? Namba moja, natoa sababu sasa. Maana ujumbe unasema kwa nini. Penye kwa nini maana yake panatakiwa kuwa na majibu. Penye kwa nini panatakiwa kuwa na majibu. Kwa nini hatujibii? Namba moja, hatujibii kwa sababu ya dhambi tulizonazo au dhambi tunazozitenda. Simple tu. Tusinungunike kwa Mungu tukamlaumu Mungu, tukatoa alama kwake. Hapana, ni sisi wenyewe. Mungu sio kama mwanadamu aweke uchoyo. Hapana, yeye anakujibu maadamu tu uko kwenye misingi yake na unafaa kupewa majibu na yeye. Hakujibu. Yeye hana upendeleo. Hana upendeleo. Unapoona haujibiwi ni kwamba tu haujaendana na yeye au haujaendana na misingi ambayo Mungu mwenyewe ameiweka. Haujakidhi vigezo vya kujibiwa kwako. Kujibiwa kwa mtu inategemeana na kwa mtu kukidhi vigezo ambavyo Mungu anataka. Kaa hivi. Ukikaa kwenye vile vigezo, majibu yateremka yenyewe. Amina.
haina haja ya kutumia nguvu. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Kwa hiyo hatujibiwi namba moja kwa sababu ya nini? Ya dhambi tulizonazo au tunazozitenda. Sasa kwenye swala la dhambi, kuna dhambi ya kutenda mwenyewe, kuna dhambi ya kutenda kwa kutokujua, lakini ni dhambi. Kuna dhambi ya kuhusishwa au kushirikishwa. Kuna dhambi ya nini? Naongea na watu. Kuna dhambi ya nini? Kuhusishwa. Hii ni dhambi ya namna gani? Dhambi ya kuhusishwa maana yake ni ile dhambi ambayo unashirikishwa. Mfano, niangalie mfano wa hiyo dhambi. Mtu anakuja, naomba nishauri, nataka nitoe hichi kijusi, sijajipanga bado kuzaa. Na wewe sasa mshirikishwaji unaanza, kweli kabisa sio vyema kuzaa sasa hivi, nenda katoe mwaya. Kushirikishwa. Kuna dhambi ya kujiendea mwenyewe, unatenda kwa kujua, kwa kutokujua, lakini zote ni dhambi. Bado mbele za Bwana chukizo. Hatujibiwi kwa sababu ya dhambi tulizonazo au tunazozitenda. Yawezekana usitende mwenyewe lakini ukahusishwa. Tayari umefanya. Kwa sababu tendo wamelifanya mwingine, lakini tendo hilo limekuwakilisha na wewe, maana yake umefanya wote ndio. Ni kwamba tu huyu anaenda kukuwakilisha wewe katika kutenda dhambi, ila alikuhusisha juu ya kutenda huko. Maana yake tayari hiyo ni dhambi ya kuhusishwa au dhambi ya kushirikishwa. Mangapi umeshauri juu ya mabaya kwa mtu mwingine? Nataka nikamsaidiani leo, mtana fulani nampa dia kwake, nitamsema mpaka awe wa bluu. Na wewe kweli kakae naye, mfuate, amekusaidia, nenda bibie. Sasa na aliyepampiwa masikio yamedoroka kama wale mbwa wale, kuna mbwa fulani na masikio yanaanguka. Sasa ndio yameanguka. Bwana nimekukuta. Sura kama hiyo, mguu kama tendeko la kitanda cha zamani vile vya kamba. Kiuno chako ni kama mtu unaenda kumbe unarudi. Yote ni ya kwake. Alafu akirudi sasa anakushirikisha tena. Kilichomkuta. Alafu huyo ni mpendwa, usije ukasahau. Huyo ni mpendwa. Alafu kutoka hapa sapi Yesu nao nimempata na huyo. Imeisha. Hayajui ya kwamba tayari ameshaharibu. Maana hapo tayari aliyekwenda kufanya lile tendo, maana ni kwamba ameenda akikuwakilisha pia, maana alimshirikisha. Ndio maana kuna wakati mtu akikuletea mambo ya kupeonya dhambi, mwambie aise, ujinga sitaki. Kama ni mzigo, kaubebe mwenyewe, lakini kabla ya kubeba na kushauri, acha. Amen. Ukifanya faa mwenyewe. Haleluya. Amen. Watu wanamtaka Yesu, alafu walipompata wao wenyewe wakasema, damu na iwe juu ya yule aliyesababisha hayo. Kwa kweli sisi hatupo. Lawama na iwe juu ya fulani. Hiyo ni dhambi ya kushirikishwa. Naenda ni siku ya Alhamisi, ni siku ya toba, maombi kurejesha. Unakuja huku jana yake, umemalizana vizuri kabisa na jirani. Ndio kwa nini? Alafu wewe video vilisogeleana hivi. Nini? Haleluya. Umeongea ni simu usipokuja. Na mabaya. Alafu nategemea nini? Bwana Yesu niangalie, mimi ndio niko hapa.
Ulikuwa unaongea na nani? Unamwombea mtu? Hakuna. Ila na ulichokiomba, je, hakitazuiliwa na hayo? Maandiko yanasema yatosha kwa mabaya aliyoyatenda katika ulimwengu huu. Ni wakati wa kutenda yaliyo mema, maana saa imeisha tayari, na saa iliyopo ni saa ya katika roho na nini. Sasa unatoka huku, umekuja kanisani, umelitoa wigi, umeweka mezani, unarudi umevaa wigi, unaona kweli kwa. Ndio maana Mungu anasema huwezi, kama kuna kiungo kinakusumbua na hiyo kikato kitupe, lakini kuliko kukosa ufalme wa mbinguni. Eti mwingine bado kaziweka kwenye kale kabati, jiebeli yako itakiangalia chini kama ile ni mafsa kwa injili nyekundu. Hakuna. Yaani maroho yale ya shetani bado hapo. Kusanya, mwaga, choma moto. Unavyo? Kwani una mabangi unayo? Umeweka hapo. Haleluya. Manguo haya ya kuvaa sijui unavaa unanyongwa kweli. Unavaa kama ni sanamu wewe. Hapo mtu kachoro vibaya. Nani awaambie ukweli kama sio sisi? Amen. Haleluya. Amen. Ongea na mtu. Amen. Hapo tayari kuna mtu kachana tumishi Bwana. Unajisikia maombi na majibu. Nichukie uono. Najua uwezi. Unafanyaje sasa? Ukisema tunanichukia tayari kujibu. Sipo, wewe hata kama amekuchukia mwambie umemaanisha kunichukia. Umemaanisha yeye kujibu, alafu ondoka. Kwa hiyo jambo la kwanza ni dhambi tunazozifanya. Unajua dhambi, mfano wa dhambi nyingine ni kwamba Mungu anasema iweni hivi, alafu sisi tunapingana na kile tunakuwa hivi. Ni dhambi. Sindio? Amen. Haleluya. Amen. Alafu na ukiangalia vitu vyote havikutoka kwetu Afrika. Kwa kuwa kuna watu fulani wa rais sana kutumiwa na shetani wakayaanzisha kule, wakasambaza mpaka huko. Leo hii tunaendeshwa na ulimwengu kulingamana na mitoko inayokuja. Fashion. Si ndio? Fashion zinatuendesha. Kakija panguo, huku kamefika chini, huku kameishia hapa. Akigeuka huku, sio yeye. Huko alikofunikwa ndo yeye. Tunaendeshwa na fashion, sio na kanuni za Mungu. Kwa nini tusiwe na uwezo wa kuzishinda? Kwa hiyo vitu kama hivyo vinasababisha dhambi, kumkosea Mungu. Na ndio maana vitu kama hivyo vinapelekea au vinatupelekea sisi kutokujibiwa. Kuna wakati umeomba vizuri sana, umepangilia, lakini swala lako la kujibiwa linakuwa ni gumu kwa sababu ya uvaaji wako, kwa sababu ya matendo yako, kwa sababu ya ongea yako, kwa sababu ya moyo wako umebeba nini. Mungu amepangilia vizuri sana, ni kwa sababu ya kufanya matendo mabaya ambayo yafaa na Mungu anayakataza. Alafu mtu yeye anatembea kiamini kabisa, Mungu ananisikia, Mungu yuko na mimi. Haleluya. Yaani kitokea siku ile imefika. Niseme Bwana, wakati ndio umeishi. Unafikiri unatoka za hivyo? Niseme ndio unakwenda hivyo, unakuja hapo niseme. Mungu anakuambia wewe peleka pua kule pembeni, sio wako. Huo umetoka sivi. Bwana niseme pia nakuja mimi wapako Bwana katika mbawa laini za kwako nifunike. Utaongea siku hiyo lakini hakuna. Isaya sura ya kwanza. Isaya sura ya kwanza. Tunashindwa kujibiwa kwa sababu ya sisi. Sio tunashindwa kusikiwa. Mungu anatusikia. Mungu anatusikia vizuri sana.
lakini swala inakuja kwenye kujibiwa ndio shuhuda. Haleluya, haleluya, haleluya. Swala la kujibiwa ndio shuhuda. Sura ya kwanza mstari wa 15. Ukisoma utaona kabisa kwamba kumbe kuna wakati dhambi zetu zinasababisha kutokujibiwa, sio kutokusikiwa. Mungu anamsikia yeyote hata mwovu anamsikia, lakini swala kujibiwa kwake inategemeana na yeye kuendana au kuwa katika vigezo vya kujibiwa kwake, kukidhi vigezo vya kujibiwa. Maana sio kila anayeita Bwana atajibiwa kwa wakati huo, lakini wote wanasikiwa na Mungu, ila swala la kujibiwa. Ndio maana hata makanisani hatujibiwi wote kwa siku moja. Leo atajibiwa mtu mmoja, wawili, watatu, lakini kati ya watu 1000 hajui hata mmoja. Ibada inaisha kwa mtu mmoja tu, kesho tena wanajibiwa 10. Inategemeana umefikia kiwango cha kukidhi vigezo vya kujibiwa. Umefikia kiwango hicho cha kukidhi vigezo vya kujibiwa kwako. Haleluya. Maandiko yanasema, nani kujuapo mikono yenu nitaficha macho yangu nisiwaone, na muombapo maombi mengi sitasikia mikono yenu imejaa nini? Imejaa damu. Unaona sasa? Anasema muombapo maombi mengi sitasikia mikono yenu imejaa damu. Anaposema sitasikia, sio kwamba Mungu hawezi kukusikia. Mungu anakusikia, lakini swala linakuja kwenye kujibiwa. Ndio tafsiri ya kwamba sitakusikia. Unajua usipojibiwa ni sawa na haujasikiwa, si ndio? Ndio maana maandiko yakazungumza tu moja kwa moja kuweka fungu kwamba sitakusikia, lakini kimsingi ni kwamba sitakujibu. Kwa sababu ya nini? Sio kwa sababu yako, kwa sababu mikono imejaa nini? Isingejaa damu. Unaona, kumbe kuna vitu ambavyo vinatupelekea sisi kutokujibiwa. Sio kwamba sisi tunakataliwa na Mungu. Kuna vitu vinatufanya tukataliwe na Mungu. Kwa hiyo lazima upate kuvitambua. Ili nipate uwepesi juu ya jambo fulani, napaswa kukidhi vigezo vya Mungu kunipa uwepesi huu, ili nishinde juu ya vita fulani. Maana anayepigana vita hiyo ni Bwana, ananipigania. Anasema mkigeuka na kuziacha njia zenu mbaya, nitasikia kutoka juu maombi niombapo, na nitawajibu na nitaiponya nchi. Kizazi hiki kinachotufanya sisi kutokujibiwa sio maombi, ni mabaya tunayofanya na ulimwengu unapotukontrol. Haleluya. Kataa kukontroliwa na ulimwengu kwa jina la Yesu. Amen. Endeshwa na Roho Mtakatifu ambaye ulipewa kwa ajili yako, kwamba kuongoze. Sio mashetani, sio tandawazi, sio fashion zikuongoze. Roho Mtakatifu akuongoze, kwa sababu kwa yeye atakusogeza kunako ufalme wa mbinguni. Yeye ndiye anakupeleka mahala penye kweli, penye uzima wa milele. Maana Mungu alijua kabisa wakijiendea hawa na miaka inayokuja mbele ni miaka ya utandawazi. Kadri siku zinazozidi kwenda, ulimwengu unabuni mambo yake mapya. Kwa hivyo wataendeshwa na haya yatakayozaliwa na ulimwengu. Hivyo acha iwape Roho Mtakatifu atakayewaongoza kuyashinda haya yaliyo fashion ya dunia. Maana watayumbishwa na yale ya ulimwengu. Kimekuja cha aina hii, kinakukaa moyoni, kinakukontrol. Zitaitwa gari pale zina mapembe, na yenyewe nataka ununue uendeshe. Hilo nzuri, hata mtu akijinangali mbele anachukuliwa na upembe, safari inaendelea. Haleluya. Kwa hiyo tutaendeshwa na ulimwengu wa dunia. Hivyo Mungu akaona pana, nikiwaacha hivi ni sawa na yatima wasio na mwongozo, wakiwa wasio na mtu wa kuwalea katika mfumo na kanuni za Mungu.
akasema sitawaacheni ninyi yatima. Roho Mtakatifu akashuka ndani yetu. Amen. Unajua iko hivi, ukiwa ni mtu wa dhambi, ukinena kwa lugha wewe ni muongo na mnafiki. Unanena kwa sababu ile hali ya kunena ulishaizoea, lakini sio Roho Mtakatifu alipo na wewe. Maandiko yanasema, je, mimi si hekalu takatifu na Roho Mtakatifu? Haleluya. Amen. Ukiona tuiko raka ripo popokaka na roho alafu ni mwasi, hakuna Roho Mtakatifu pale. Ananena kwa sababu Roho alimzoeza kufanyaje? Kawaida tu kabisa. Wewe ndio mtu anatembea tu barabara kama hata yuko pole rama mama kaya baba kazoea yani kazoezwa na Roho kwa namna hiyo. Maana ni kwamba alishatengenezewa mazingira ya kuweza kunena mpaka nje. Kule kunena kumfurika nje. Sasa Roho anapoondoka inabaki ile hali ya nje sasa inamuongoza yeye kunena idhani ni nani? Mbele mtupu. Haleluya. Amen. Yaani kama ushajihusisha na dhambi na bado huko na zako za rika hapa hakuna kitu. Hakuna. Naongea wewe niangalie, hakuna. Hakuna kitu hapo. Uko mwenyewe na mavazi yako peke. Hakuna hapo, hakuna cha Roho. Wala usidanganye. Hakuna kitu. Sina haja ya kutia moyo kwenye hilo. Hakuna, hauna. Kwa jambo la kwanza, dhambi tunazozifanya zinazuia. Haleluya. Amen. Nenda sura ile ya 59 Isaya 59. Isaya 59. Pale tu haraka, nataka nikupe mambo kadhaa tu yatakusaidia ili Alhamisi ijayo uombe ukiwa unajua kabisa ninataraji kujibiwa. Si kuomba tu, nataraji kujibiwa. Amen. Tukae mbali na maovu, tukae mbali na dhambi. Tutakuwa tukiomba ndio kila siku, lakini tunapoomba tunarudi tena kwenye dhambi. Ukiomba leo ni Alhamisi, ukitoka tena hapa katikati unafanya dhambi. Kwa kuwa umejua Alhamisi ni kwenda kutupwa, hapana. Inawezekana pia kafika hiyo siku tukaomba kwa ajili ya wengine ambao hawajajua kweli ya Mungu nao watakaswe, sio kwa ajili yako wewe. Ndio maana Yesu kwa kuwa ni mtakatifu alituombea sisi wenye dhambi tusamehewe, sio ajiombee. Ifike wakati tunene kwa ajili ya wengine. Sasa kuna wagonjwa wamelazwa kule na kinachowasumbua ni dhambi zao. Zimegeuka kifafa, zimegeuka uvimbe, zinawasumbua. Kwa nini usinene kwa ajili yao? Tunaomba huko kanisafu kule kila siku anakufa. Wewe una faida gani ya kuokoka? Ingali wengine hawaokolewi kupitia wewe. Kila ukija Mungu nitakase mimi tu kama nilivyokuja, nitakase tu binafsi, nitakase tu kwenye shirikizi moyo, kwenye majini, kwenye moyo, nitakase tu. Kama shirikizi na taji ingali ni huko. Mtu atakase hapa. Sasa na yule kule asiyejua kweli, nani anene kwa niaba yake? Kwa tusije tukiwa vizuri kabisa. Yaani kuanzia tukitoka Alhamisi, kuanzia Ijumaa, Jumamosi, Jumapili, Jumatatu mpaka Jumatano dhambi zimetendwa. Alhamisi tunakuja, Bwana, kwa kweli nimekukosea hapo Jumanne iliyopita Bwana, kabisa. Sina kipingamizi. Acha papo kwa kuwa leo ni siku kwa ajili yangu Bwana. Hapana, haitaki kuwa. Tunarejesha lakini viko hapo tunapovirejesha. Ni kwa sababu ya vile tulivyo. Tunayoyafanya yanatuzuilia sisi majibu kudhihirika. Sio kwamba Mungu atusikii. Unapozidi kuomba hali ndio inazidi kuwa mbaya kwa sababu kuna vitu vinakuzuilia wewe kujibiwa. Maandiko yanasema mstari wa kwanza mpaka wa 4. Isaya hiyo 59. Tasoma mstari wa kwanza mpaka wa 4. Maandiko yanasema, tazama mkono wa Bwana haukupunguka hata usiweze kuokoa, wala sikio lake si zito hata lisiweze kusikia. Hii ni sifa ya Mungu. Hii ni sifa ya nini? Sasa anasema sikio lake si zito hata lisiweze kukusikia au kusikia.
Kwa tafsiri nyingine, sio kwamba Mungu anakusikia vizuri kabisa, na mkono wake sio kwamba hauwezi kugusa mahala pa shida yako. Unaweza, sio mfupi, sio kwamba hawezi kukuokoa mahala, lakini kitu kinakuja. Shida tuliyo nayo ni mabaya, dhambi. Mstari wa 2 maandiko yanasema, lakini maovu yenu yamewafarikisha, maana yake yamewafarakanisha ninyi na Mungu wenu, na dhambi zenu zimeuficha uso wake, msiuone hata hataki kusikia. Kinachouficha uso wa Mungu, kwa maana nyingine, kinakaa kuwa kiambaza katikati yetu ni nini? Ni dhambi zenu. Sio Mungu anapenda kuwa mbali na sisi, dhambi zetu zinakaa kuwa ukuta, zinatutenga kati ya sisi na ambaye tulipaswa kumwona tuzungumze naye. Kiambaza kinakaa katikati, kunakuwa na bei, hamna kuendelea. Yule anayekujibu yuko upande wa pili na wewe uko upande mwingine. Ni sawa na uko huko ndani ya fence, hapo unamwambia mtu nje, hebu nipe hicho chakula nipi, anapitishia wapi? Toa fence, na hiyo fence ndio dhambi. Anasema dhambi zenu zimeuficha uso wake, msiuone hata hataki kusikia. Mstari wa 3, kwa maana mikono yenu imetiwa unajisi kwa damu ya vidole vyenu, vimetiwa unajisi kwa uovu wa midomo yenu, imenena uongo, ndimi zenu zimenong'ona ubaya. Sasa huyu ni mtu ambaye anategemea majibu, ni kitu ambacho hakiwezekani. Ndimi zenu zimenong'ona mabaya, mmesengenya nyoni na ngombo, neno mchafu, hakuna mjibu pale. Anasema kwamba Mungu amejitenga na sisi kwa yale tunayoyaona, kwa dhambi tunazozitenda, kwa maana zinasimama kuwa ukuta, na hata hataki kutushughulikia na kutuhudumia kwa sababu tu ya mabaya, sio kwa sababu hatuombi, kwa sababu ya dhambi zetu. Haleluya. Mstari wa 4, hapana adaiye kwa haki, wala hapana atetaye kwa kweli. Hutumainia ubatili, unena uongo, kupata mimba ya madhara na kuzaa uovu. Nenda mstari wa 7, hiyo sura. Nenda mstari wa 7, tusome mpaka mstari wa 10. Luka, nenda mstari wa 7 mpaka wa 10. Nataka pia nikuonyeshe jambo jingine hapa. Sura hiyo, nenda mstari wa 7. Maandiko yanasema, miguu yao hukimbilia mabaya, nao hufanya haraka kumwaga damu isiyo na hatia. Mawazo yao ni mawazo ya uovu, ukiwa na uharibifu zaonekana katika njia kuu zao. Naona sasa, miguu yao hukimbilia mabaya, alafu miguu hiyo inakuja kwa Bwana. Miguu hiyo inakuja kwa nani? Kwa Bwana. Nini kinatokea? Mstari wa 8, njia ya amani hawaijui, wala hapana hukumu ya haki katika miendo yao. Maana katika miendo yao, usije ukafikiri huo msamiati, miendo yao kwa tafsiri ya miendo yao. Wamejifanyizia njia zilizopotoka, kila pitaye katika njia hizo hajui amani. Sasa unafikiria hapo Mungu aachilie? Maana yake sio kwamba Mungu hatujibu, matendo yetu yanageuka kuwa ukuta, kizuizi. Mungu ameshaachilia majibu, lakini yamezibwa. Maana yake mabaya yako yamegeuka, yamefanyika kuwa anga, yamefanyika kuwa kizuizi, yamefanyika kuwa ukuta. Mungu hauhusiani na hayo, ni wewe yatengeneza. Sio kwa Mungu hataki kujibu, majibu yake yako tayari juu yako, lakini matendo yako yanafanyika ukuta. Amen. Yaani bado tujaona mioyo ya moja kwa moja kusema tunaelekea kwa Bwana. Ninajua tunapokuja hapa tunakuja saa zingine hivyo tu, lakini tukiwa kule matendo tuliyo nayo tofauti na kanisani ni mengine kabisa. Mengine maongezi tuliyo nayo ni mengine, hayampi Bwana utukufu, kwa kuwa tunajua kuna siku ya Alhamisi tutatubu. Hicho ni kitu ambacho hakiwezekani.
Usifanye kitu kwa kujua kuna siku utajuta. Hicho ni kitu kibaya. Maana inawezekana kikawa doa jumla, kikawa ukurutu moja kwa moja. Haleluya, haleluya. Mstari wa 9, maandiko yanasema, kwa sababu hiyo hukumu ya haki i mbali nasi, wala haki haitufikirii. Twatazamia nuru na kumbe latokea giza. Twatazamia mwanga lakini twaenda katika giza kuu. Hebu ni sawa na wale kwamba tumeomba tunatazamia majibu, kumbe hewa. Twatazamia nuru, kumbe giza. Unaona sasa, ndivyo tulivyokuwa. Tumeomba nimekuwa, amen. Tumeomba nimekuwa, amen. Twatazamia majibu na kumbe hewa. Twatazamia nuru na kumbe giza kuu, kwa sababu ya matendo tuliyonayo. Kwa nini usibadilike jumla? Yaani ukawa ni mtu mwingine jumla. Ukiwa nyumbani kwako, uaminifu wako ni sawa na ulivyokuwa kanisani. Ukiwa kwenye kazi yako, kwenye biashara, vile ulivyokuwa ni sawa na unapokuwa kanisani. Unatakiwa kuwa hivyo. Unakuwa na marangi mengi manne, sijui nyumbani na rangi nyingine, kanisani rangi nyingine. Ukiwa wapi rangi nyingine, unabadilika. Vipi shoga mambo? Kanisani wanaweza sema nyingi. Mbona kule huambii wale, msisalimie hivyo zaidi. Niokoka, niambieni Bwana Yesu asifiwe. Ili wakikuona wapite na mchungaji, baba mchungaji. Amen. Sasa. Amen. Amen. Sio tu Bwana sasa awewe Bwana nini Bwana wa nini? Niambie mambo poa, tuendelee. Haleluya. Amen. Sasa kama ni saa ya roho na kweli, wewe umekaa wapi? Eti inakuwaje? Niaje? Fulu baba kwa mama mbuni. Hapo ni mtu anaitikia tu. Hajakuuliza na wewe habari yako. Tayari maini yashacheza ndani. Haleluya. Haleluya. Amen. Unajua, ukiwa mahala katika kutaniko ukawa kioo cha mfano wa kuwabadilisha lile kundi, usiendane nao, ni jambo kuu sana. Ni heri wakakataa kubadilika, lakini wape mbadiliko. Sio kama sasa nikiwaambia hivi watabadilika, wewe waambie siku hata siku watanyoka. Amen. Mambo kilio. Nimekumbuka Bwana Yesu sio amina. Unasema tena hiyo kimo na mkazia kabisa, mambo na kazi ya macho. Tunasema tu samani sana, shalom. Na zile tunaweka inakuaje? Unarudi vidole vimekaa tenge. Sasa ni aje ukutane na wanne, unagongwa mkono, ni aje? Unarudije wewe? Tunarudi huko nini? Salamu zinanifanya niwe hivi. Tubadilike moja kwa moja. Tubadilike sisi mpaka na vifaa vyetu. Sio tu amina alafu kasimu kamejeza hizi za kichinga. Nakupenda mpaka nahisi kuondoka. Uondoke uende wapi? Haleluya. Unajua swala la kubadilika sio rahisi kama unavyofikiria. Yaani ukikuta mtu amebadilika, maana yake hataki hata kuona zile mambo kwenye simu. Yaani amebadilika full. Mimi kuna mtu leka nitumia message mambo, nikamuuliza kwa jambo la kwanza nani, ili kama ni mgeni apate maana ya tafsiri ya mambo, alafu aambiwe salamu muhimu ni hakujibu mpaka sasa hivi. Yawezekana ananijua, labda ni rafiki yangu wa zamani sana, nimesoma naye yamkini. Lakini sasa siko hivyo, lazima kwanza uulize. Ukijitambulisha nikikukumbuka kwamba
ni mtu pengine ambaye hujaokoka, ndio nakwambia sasa, sikiliza, sijakujibu, ninaanza na wewe nani, kwa sababu salamu hizo ya kwangu leo. Ukitaka kumsalimia, salimia tu vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Alafu tunaendelea na maombezi. Labda sasa huyo ananiuliza nani? Ninaomba ngine. Acha tu ni akae hivyo hivyo. Sababu sijamtuma nitumie mambo. Mimi mambo nayapata kwa Yesu. Unabadilika moja kwa moja. Hivyo ujiulize mpaka sisi wazazi wetu. Pamoja na kuwa ni Waislamu, lakini Yesu asifiwe. Wanajua kabisa kwamba watu hawa sababu zako. Salamu alaykum. Hakuna, wanajua kabisa wamebadilika hao. Kwa hivyo wanaendana na hiki. Lazima tuwaambie Yesu asifiwe. Amen. Asifiwe. Amen. Alafu tunapiga story vizuri. Amen. Salamu mwana mnyamaza. Salamu alaykum tanda. Mama sema Bwana Yesu asifiwe. Aha. Yesu asifiwe. Amen. Tuongee mama. Kwa ile tu kukiri namna ile. Kama Yesu anatajwa kwenye vinywa vyao, sasa kuna nini? Amen. Haleluya. Amen. Salamu alaykum, wa alaykum salaam, Bwana Yesu asifiwe, na yeye aitikie ya kwangu. Tumalizane iwe flow. Salamu alaykum, wa alaykum salaam, Bwana Yesu asifiwe, na yeye aseme amen, alafu hapo tunaanza kuongea sasa. Sasa kama msini kwa msini tunanyoka. Amen. Sasa mimi nitikie ya kwangu, alafu ya kwangu ustadi. Twende sambamba. Haleluya. Amen. Tubadilike jumla. Amen. Tunajizuilia sisi wenyewe kujibiwa. Wala hakuna kitu kinachotuzuilia sisi maombi yetu. Jambo la pili. Kwa nini haujibii maombi yako? Kwa nini haujibii maombi yako? Jambo la pili. Kutii na kufuata maagizo ya Mungu. Wengi wao tumekuwa ni watu wa kujiendea. Hatusikilizi Mungu anasema nini, bali tunajisikiliza vile mawazo yetu yanavyosema. Kwa hiyo jambo la pili ni kutokutii maagizo au kutokutii na kufuata maagizo ya Mungu. Kutokutii na kufuata maagizo ya Mungu. Hayo ni mambo ambayo yanatuzuilia sisi. Kwa nini hatujibiwi? Tubadilike moja kwa moja. Bado kuna watu tukitoka kanisani, tukirudi kule, tulioambiwa tusiwe nayo, tunakuwa nayo tena. Sasa kuna maana gani? Maana yake hayo bado, ikiwa yalipokuwa kwako hapo awali, haukuweza kufanikiwa hata kwa kujibiwa ombi hapo. Sasa umeambiwa yaache pengine ili ujibiwe, lakini bado nayarudia ambayo hayakufanikishwa ilipokuwa nayo. Unafikiri kuna nini kinatokea hapo? Maana yake ni kitu ambacho unarudi pale pale. Yaani sawa mshike nguruwe. Unamosha vizuri, unampaka na mafuta yale ya toto sanena. Alafu ukimwachia tu anatafuta mchanga. Analala pale, anajizungusha na garagara. Haleluya. Hapo unamwangalia hata ndani ni yeye usije kuosha, kwa sababu kuna kachafuka vibaya sasa. Ni sana mtu analia tumbo ile tumbo anapotapika ile pale anamsumbua. Nimekula kwa nisaidia, lakini ndio utoa nani jamani, hata usikitikia hapo umetoka. Maana yake anataka kama ikitokea namna arudishe. Ni sawa na wale tunatubu, bado tunatamani tubia. Au bado tunayafanya tubia. Alafu na watu ambao wanatembea kimisiri ni waliookoka. Yaani ni heri asiokoka. Sisi ndio tunautembelea Misri vizuri. Unajua kuna ile ujuaji kwamba nimeokoka. Ujuaji ndio mbaya kweli, unakufanya unamwacha Mungu kila saa. Ni heri ile ambaye hajui. Kwa sababu ujuaji ndio mbaya kweli. Kwa
Kwa hiyo jambo la pili ni kutokutii na kufuata maagizo ya Mungu. Tunaomba ndio, lakini je, matokeo yako wapi? Ni kwa sababu ndio tunaomba, lakini katika toba tunazozifanya hatuna utii. Katika toba tunazozifanya bado tukifanya toba tunarudi kwenye madhambi tena. Tukifanya toba tunarudi kwenye matope tena. Faida iko wapi sasa? Kwa lazima kwanza tuambizane, ili tunapofanya toba siku nyingine kama hii tuwe tuna uhakika kabisa ya kwamba tulichokitubia leo kisirudi kwa kujua, kwa kutokujua, hiyo ni kwa bahati mbaya. Sisi tu ni kujitambua na kuendelea katika namna ya kutokujirudia basi. Amen. Kwa hiyo tunafahamu na akili nzuri kabisa kujua mstaki kurudi tena. Eti shetani nilipitia, ulikuwa wapi na mpaka akakwambiaje ukaondoka naye? Sio msemo wetu. Nisamehe kabisa kwa ndani, kwa sababu shetani alikuja akanipitia tu na mimi nikaondoka naye. Nikaondoka naye ndo haya. Baada ya shetani kumpitia, lakini shetani alipojaribu kumpitia Ayubu alishindwa. Mpaka akaenda kuomba msaada. Mungu, si unasema kumpitia na mimi nikajibana. Ni kwa sababu nimezunguka. Ila nilimpitia mara nyingi sana, ile jamani naomba siendi. Twende basi huko nikakupe siendi. Twende huko nikakupe pesa siendi. Sasa sisi watu wa leo, twende geti namba 7 hapo. Twende tukutane uketoni hapo. Twende kisali kwenye kile chaka hapo. Mnapitiwa, watu wanapitiwa. Twende huko hapo, twende huko okay. Twende huko okay. Haleluya. Ndio mabiti zetu na vijana wetu hawa, ndio kazi yao. Uko wapi? Niko ile miti kubwa hapa, niliingia ndani. Utaona. Yaani ninatamani kuyaamuru manyoka yatokee huko wa ng'atu, alafu warudi nyumbani. Wasife lakini wanyooke. Alafu dawa isipatikane haraka. Ndio huko hapa huko. Sumu itembea, alafu ile ikitolewa pale. Hakuna tena kwenye miti mikubwa. Msikate tu majaruba yako waziwazi hivi. Sasa hivi hayana watu. Yapo makale lakini jana wenyewe ngoja giza nyingi. Utaka majaruba kwa kushoto. Hapo kwa nimekaa chini kwenye manyasi. Yaani manyasi mabaya kweli yuko hapa. Wewe usione sehemu unazichukia kumbe zinapendwa na wenyewe nyakati fulani. Mwingine kwenye pagare mtu alijenga akafilisika akitoka kuimalizia. Wako huko. Kwenye pagare bwana hivi. Hilo baya limekaa hivi huko. Haleluya. Hapo kanisa acheni dhambi. Amen. Acheni dhambi. Amen. Mapagare yanawao, majaruba yanawao, sehemu za gizani kwenye mamiti wao. Hata kama ni yale yanafinya yale, yaani ni heri afinywe, anarudi mvumilivu nyumbani, hasemi naumwa. Ni kwa sababu tu uovu umeshatimia, yanaona raha tu. Kwa hiyo kuliko niseme nimekuarudiwa hapa, acha uovu wewe na mimi. Na bado anarudi ndani, kasimu kanawashwa, kasimu ile anawaka lazima kanawaka kengele kwa bahati na njema. Uko wapi sasa, umefika huko? Usisahau kwamba huyo ni mpendwa. Yaani hayo yote yanafanywa na nani? Na wapendwa. Usije ukasahau. Hilo ndio jambo kuu. Usije ukasahau. Sasa sisi tukae wapi? Na Mungu anasema awatafuta watu kama hao, wamwabudu yeye katika roho na kweli. Sisi tuko wapi? Tunapokuja kanisani tuna sura zingine. Tukiwa majumbani sura zingine. Tukiwa mitaani sura zingine. Kwa hiyo sio na sura moja. Ile ya kanisani ile. Ukija hapa mtu akiwa hata anatembea wabaridi kweli. Unaona hiyo? Kule sasa nataka nisamba na kamtembea fulani pesi kweli. Mikono itumii mara hii. Nini wewe? Mbona uko kufanyia? Wala amina. Anataka mkono ama shida kukupa. Anakaa. Mgeni kwa Yesu asifiwe. Haleluya. Amina.
Unafikiri sio yule. Unafikiri sio huyo. Huyu hebu niambie, tukija katika roho na kweli, huyo yupo? Atajibiwa huyo? Sasa sipo wazi kabisa. Sasa nani mwenye shida? Wa kumlaumu ni Mungu? Maandiko yanasema maovu yenu yamewafarikisha ninyi na Mungu wenu, wala sio Mungu. Tusinung'unike juu yake, mwisho wa siku tukamkasirisha. Shida iko kwetu wenyewe, sisi wenyewe ndio tuna shida. Amen. Hii ni siku nzuri sana. Inawezekana toka tumeanza tungeendelea kuwaombea pengine wageni wanaofika hapa kwamba tunanena toba kwa niaba yao, na kwa habari ya watu wasiojielewa mtaani kule ambao hawamjui Yesu. Kuna watu wamelazwa huko, magonjwa ndio yanamjaa, kwa sababu kuna wakati Yesu anasema umefunguliwa kupoza kwako, usitende dhambi tena. Maana kumbe ile dhambi ilitoka ugonjwa nini? Kupoza. Kwa nini tusinene juu yao kila siku nafsi zetu tu? Kwa sababu zimeshindwa kutii mbele za Bwana na kuacha uovu moja kwa moja. Hivyo nafikiri mimi mtumishi ningekuwa naenda na kurudi, mguu nyuma, mguu mbele, mguu ndani, mguu nje, ingekuwa hivi. Ningekuombea, ningekufundisha nini? Mungu asingenipa chochote kwanza. Mwisho kusikia siku moja mimi nirudi tena ninaanza kurekodi yale unajua sura kama tufe lakini kichwa kinaenda kichombo. Mwisho kusikia nilikuwa mzima. Sio kwamba siwezi kulipa hivi, na uweza, lakini sitaki, kwa sababu sitaki kumnafikia Mungu. Na anasema na watafuta watu kama hao na mimi wewe. Amen. 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 Sasa nirudi nifaidie nini? Na nilipokuwa kule nilipata nini? Ni swali rahisi tu. Nilipokuwa kule nilipata nini, na nikirudi je nipate nini? Lakini sisi tumekuwa ni watu wale wale. Ndio nikutana na watu wanakuja kanisani, sio yule uliyemwona kwenye vile vichaka wakati fulani. Sio yeye kabisa. Unaweza kusema kwa nilimfananisha, hakuna, sio huyu kwa kweli. Kwa hiyo mtembeo wa hivi baridi kabisa, sio yeye. Lakini nyakati zile kalikuwa kaongeaji kweli. Wewe bwana sio hivyo. Wewe ndio unapaswa kuelewa kaka. Akija huko hicho Kiswahili hana. Unasema ndio au unajua, acha nikupange. Nikikuangalia shape yako ni mzuri, hakika unatisha. Anatisha alikuwa hapa. Umewazidi wao, anaweka kidogo na mambo ya Mungu. Umewazidi wao. Nyimbo ya mama wa watu wao naweka hapa, umewazidi wao. Kulipa tarafiki yako, umewazidi wao. Imekuwa hiyo sasa. Masikio nasimame, tuwe imechongoka. Tayari kadangani mtu. Eti kwa sababu amewazidi wao, mzidi nani? Kwenye dhambi haumzidi mtu yoyote. Kwa Bwana ndio tawazidi wao, lakini kwenye dhambi haumzidi yoyote. Haleluya. Hauwazidi wao, bali unalingana nao kwenye uovu. Kwa hiyo ifike wakati tuwe ni watu wengine, tubadilike kabisa. Ifike wakati tubadilike moja kwa moja. Unajua Mungu anapotembea na watu wenye roho kweli, anabadilishaka. Hebu kiomba tu mfano. Ulize watu wanaotembea hasa na Mungu sawa sawa. Hakuna ule uzamani kuwa ndani yao tena. Walishakuwa wengine. Ule uzamani haupo. Maana ni kwamba kule kuenenda kama awali, dhambi kama za kwanza hazipo tena. Kwa sababu tayari wameamua kuchange mazima. Amen. Wamechange mazima, wamekuwa wengine kabisa. Eti watu wanatoka hapa alafu wamepeana promise. Kwa hiyo ulisema prosali gani? Kwa hiyo bia zangu ngapi? Katoka kanisani ushuhuda. Awe ndio tu utazikuta hapa.
labda 4, kama sio 4 siki. Hapo sasa akatoa lemba, kaweka wigi, akachukua mashedo na kingine kitoka hivi na Imuna Kasoro anaondoka. Anajua kabisa kwamba mimi nikaona wapendwa wanatafuta ambayo iko uchochoroni. Sio toroka wige iko karibu na mtakatifu wa Bwana pale jirani. Kuna sehemu uchochoroni. Papaya hatupitaji wapendwa, huko kajichimbia. Pamoja na kwamba uchochoroni lakini dhambi ni mbaya, masikio yako. Sio wewe vipi una shida gani? Uko wapi? Uko wapi? Niko mahali. Njoo basi. Njoo mshikaji wangu tu mimi hapa, nimefanya kazi leo, kwa hiyo niko vizuri. Ukitajiwa sehemu huko hauna huko. Kwa sababu najua kabisa kuna wapendwa wanapitaka pale. Unaona tuende wapi? Tuende kabisa kule Bizamata kule. Kizumbi ndani. Wewe ni bora tuende kule mwishoni kabisa kule kwenye mamito kule. Tukakae huko. Si bibi hata tunakuja. Haleluya. Alafu huyo anakuja tunaungana naye kwenye haleluya Bwana, haleluya Bwana. Unaweza peke yako Ebeneza, wewe ni Ebeneza, wewe ni Ebeneza, msaada wa karibu. Wewe ni Ebeneza, wewe ni Ebeneza, wewe ni Ebeneza, msaada wa karibu. Ebeneza, Mungu wangu, Ebeneza. Ulinisaidia jana, unanisaidia leo. Mungu usiyechoka na kuita Ebeneza. Umefuta machozi yangu, umeondoa aibu yangu. Siwezi kuchoka kukuita Ebeneza wewe.